Mwalimu, habari ya mazoezi? Wallahi namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Ni mara ya kwanza ukiwa na Mashujaa Football Club unaenda kukutana na moja kati ya timu ambazo kiasili ya mpira wa Tanzania zimekuwa zikiunda zile top 4. Unakuwa na mchezo wa aina gani kesho kutwa? Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza nataka uelewe kwenye mpira hakuna top 4 wala top 3. Kwenye mpira kuna washindani wawili wanaicheza kwa kipindi husika. Juzi umeweza kuona tumecheza na Fountain Gate, wengi wakiwaona kama timu nyepesi, lakini wale watu wameweza wamedraw na timu kubwa kubwa za wamewafunga Mbeya City, wamedraw na nani. Kwa hiyo sio timu ndogo. Timu yoyote ambayo inacheza Premier League ni timu kubwa. Isipokuwa Azam ni moja ya timu yenye ubora kama walivyo Simba, Yanga na Singida Big Star kutokana na usajili wao ambao wanafanya. Lakini want to become kwenye ligi in football anything can happen. Tumejipanga vizuri na hasa ukizingatia tumefanya makosa kwenye mchezo uliopita ambao umetukost kupata point moja baada ya kupata point 3. Kwa mazoezi ambayo tumeyafanya yako hususan kwa ajili ya mechi ya Azam na tukagundua ubora wao. Kuna namna ambavyo wachezaji wa kigeni waliopo kwenye kikosi cha Azam wanaweza kuifanya Azam ikawa bora zaidi kuliko Mashujaa. Wangekuwa mabingwa wa Tanzania, mimi naona timu ya kawaida tu. Kwa sababu na wao wanaemea kwenye nafasi ya 3 na 4. Wangekuwa makompetent sawa sawa, wangekuwa timu ya kwanza au ya pili. Hapo ningejua Azam wako sawa sawa. Wao wana uwezo huo, lakini kuna sehemu wanakwama. Ndio maana wanakuwa hawafiki huko. Kwa hiyo mimi kwangu na waheshimu kama timu bora, na waheshimu kutokana na facilities walizonazo, na waheshimu kwamba miongoni mwa timu ambazo always wako kwenye top 4. Lakini na mimi timu yangu naiamini na mimi mshindani. Nimekuja kwa ajili ya kupambana. Litakalotokea against no problem. That's football is. Lakini the way nimeandaa timu yangu, nimekuja kushindani na nakuja kupambana kuhakikisha Mashujaa inakuwa washindani. Kwenye mchezo wa Azam dhidi ya Young Africans uliotoka sare ya bila kufungana, kuna namna yoyote ule mchezo umekupa njia rahisi ya kukufanya na wewe upate matokeo dhidi ya Azam? Mpira hauna urahisi kwa sababu Azam na Yanga wako timu kubwa kuliko Azam, lakini umeweza kuona Azam na Yanga wameenda draw. Alikadhalika na sisi ukiangalia kwa facilities na ubora na ukubwa Azam wakubwa kuliko sisi, lakini kuja kwenye kucheza vinaweza kutokea kama ambavyo vimewatokea wao kwa Yanga, na inawezekana kama tusio kuwafunga basi tukaenda sare. Kufungwa inawezekana, lakini hatutegemei sana. Lakini niseme tu na waheshimu Azam, ina wachezaji wazuri wengi, vijana wangu ambao nilikuwa nao national team, kina Pascal Msindo wako, kina Lusajo Mwaikenda wako, wachezaji wengi, kina Ahmed Mao Mkami wapo, kina Aishi Manula, wachezaji wangu wengi nilikuwa nao Simba, wengine nilikuwa nao timu ya taifa, wengine nimewa group mwenyewe kutoka under 17 na sasa kuwa wachezaji wakubwa. Kwa nina imani mechi itakuwa ngumu kwa sababu sisi hatufungiki kirahisi. Na kama utatufunga basi wewe umefanya kazi. Lakini naamini kwa maandalizi tuliyofanya tuna kila sababu ya kushinda. Kwenye siku za hivi karibuni makosa ya kimaamuzi yamekuwa yakiinfluence matokeo ya baadhi ya michezo. Wewe hili unalichukuliaje? Mimi sipendi kuzungumzia waamuzi. Mimi nasema timu iliyojipanga vizuri inashinda. Timu iliyojipanga vibaya itafungwa. Na sometimes sijui kama ndio hiyo makosa ya waamuzi, sijui ya kibinadamu. Mimi kwangu ninachoamini the way umejipanga. Ukijipanga vizuri, una game plan nzuri, everything is possible. Nataka utoe maoni yako kidogo kuhusiana na kile ambacho kilitokea kwenye mchezo wa Simba na Yanga, lakini pia kilichotokea kwenye mchezo wa Azam na Yanga. Kumekuwa kukisadikika kwamba kuna harufu mbaya kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Kitu kinachopelekea timu zinashindwa kuingia kwenye vyumba vya kubadilishia mavazi. Hii inaleta taswira gani kwenye mpira wa Tanzania? Sometimes inawezekana, sometimes inakuwa ni uongo kutaka unajua Simba na Yanga ni timu ambazo zina pressure, mechi zake zina pressure. Mimi nishakuwa mchezaji wa Simba, najua pressure ya mechi ya Simba na Yanga. Lakini nishakuwa kocha naisimamia Simba tukicheza na Yanga. Kwa pressure yake inakuwa sio ya kawaida. Sasa sometimes ni pressure tu na kuprovoke vitu ionekane hilo jambo lipo, lakini sometimes huwa inakuwepo kweli, lakini si kitu ambacho kina ushahidi na mimi nikasema ndio kutokana na nature hizo mechi ambazo zilivyo. Mwalimu, naomba nizungumze nikurudishe nyuma kidogo. Wakati Miguel Gamondi anapewa nafasi timu ya taifa, kuna kauli uliitoa. Baadhi ya Watanzania wakaona kama umetoa kauli ngumu sana. Ulisema kama Mwalimu kweli aipeleke Tanzania robo finali ya ligi ya mashindano ya AFCON. Ulikuwa na maana gani kwenye ile kauli? Wewe ndio umesema kama nilisema kama Mwalimu kweli. Mimi sikusema kama Mwalimu kweli. Ulisemaje? Exactly. Ulitakiwa uulize, usiseme kitu ambacho unakiplant wewe. Mimi nilisema, nimeulizwa, Julio mmetolewa timu ya taifa. Nini maoni yako? Nikamwambia tumetolewa timu ya taifa, hawa watu wanaokwenda kucheza AFCON hawakupigiwa kura. Sisi tuliwasimamia wakapata nafasi ya kwenda AFCON. Mwalimu anakuja kuchukua timu anaonekana kwamba yuko juu kuliko sisi.
na hasa ukichukua mwenzetu mzungu, tuna accept hilo jambo, hakuna shida aina yoyote. Kutokana na hali hiyo, sisi tumeishia kwenye quarter final, si ndio? Kwa hiyo mwenzetu kama mwalimu bora tunaamini atatuvusha kutoka kwenye quarter final kutupeleka kwenye nusu finali. Watu wakachukua wanavyojua wao, lakini ukitoka kwenye nusu unatakiwa uende kwenye nini? Finali. Amini ukitoka kwenye nusu finali. Ukitoka robo ndio unaenda. Sasa sisi tulishacheza kwenye robo. Yeye kutokana na kiwango alichokuwa nacho cha ukocha, niliposema atupeleke nusu nilikosea nini? Sidhani kama nilikosea. Nilimupgrade mwalimu kwamba pale tulipoishia sisi achukue apeleke juu zaidi. Ndio inavyokuwa. Ni sawa sawa mwalimu aliondoka Mashujaa hakufanya vibaya, lakini walionileta mimi wanaamini kwamba pale ambapo mwingine amefikia mimi nitapeleka juu zaidi, aidha kuifanyisha timu iwe ubingwa, kama sio ubingwa nafasi ya pili, kama sio ya pili ya tatu, kama sio ya tatu ya nne, ya tano hata ya sita kwenye nafasi za juu, lakini kwenye FA pengine tufikie nafasi ya kucheza fainali na kuchukua kikombe. Ikishindikana angalau nafasi za juu. Ndio maana ya kuwa unapiga step mbili mbele. Lakini unapokuwa kwamba sisi tumetoka robo finali afu yeye angekuwa kaishia kwenye group, nani angekuwa kocha bora? Waliishia robo finali. That's it. Kuna wakati ulisema makocha wa Kitanzania wanapaswa kuthaminiwa kama wanavyothaminiwa makocha kutoka nje ya Tanzania. Hii ilikuwa na maana gani? Unajua, kwa sababu sijakuzoea sitaki kukujibu vibaya, lakini kuthaminiwa kwa makocha wa Kitanzania, mfano mdogo, mimi nishawahi kufundisha Simba, lakini mimi naweza nika demand vitu ambavyo atademand kocha mzungu akija. Mimi nikidemand sipewi, lakini akija mzungu anapewa. Kwenye fedha mimi naweza nikasema nataka milioni 3 nisipewe, kimzungu akasema nataka milioni 7 akapewa. Kwa hiyo nikishakwambia hivyo tu ushaelewa kwamba kuna tabaka kati ya sisi na walimu wa kigeni, lakini inawezekana sometimes sisi tukawa too good kwa wao, kwa sababu wao pamoja na kuwepo kwao na ubora wao wanaweza wakawa wanasaidiwa vitu vingi sana kuliko sisi tunavyosaidiwa. Kwa mfano, sisi wakati tunacheza timu ya taifa tulikuwa tunapewa milioni 5 ya goli la mama, tena tushinde. Huwezi kumfunga mtu goli 6 ukapata milioni 30. Utamfunga mtu goli 1 goli 2, which is 10 million. 10 million divide by 48 unachukua shilingi ngapi? Pesa kidogo, labda 200,000 300,000. Lakini walivyokwenda kule Mwalimu Gamondi kule kwenye mashindano alikwenda Makonda, walipokuwa wamefungwa mechi ya kwanza, mechi ya pili wakaweka motisha, timu ikishinda kila goli tunanunua milioni 100. Walidraw wakapata milioni 100. Wanagawana shilingi ngapi nafikiri? Lakini mechi ya pili ilikuwa lazima tupate nafasi na Tunis, wakaambiwa mkishinda mnapata milioni 200. Wakapambana tukapata draw tukapenya, kwa hiyo wakapata milioni 200 ya goli moja, ile fedha wakagawana. Sasa wapi wachezaji unafikiri watacheza kwa nguvu kwenye milioni 5 goli la mama au kwenye milioni 200? Kwa kuna maswali mengi unaniuliza, majibu nayo wewe mwenyewe. Sawa, na kuna moja ya kauli pia unaweza kuzitoa. Kuna kipindi Simba ilikuwa inapitia kwenye changamoto nyingi sana, hasa za maanisha migogoro. Ukasika siku moja ukasema upande wa mwekezaji ndio una matatizo. Wengi wanafahamu wewe ni mwana Simba na ulitoa maoni kama mwana Simba. Ni kitu gani ulichokuwa unakimaanisha? Maana yake ana matatizo kwa sababu kwenye upande wake ndio wenye shida. Watu wake hawako barabara. Ni watu ambao wanataka kuwa na maamuzi wao bila kuwa consult kina Mangungu. At the end of the day, timu ikishinda yao ikifungwa ya Mangungu. That's why nikasema vile.